ndio lile taifa ambalo liweze kubarikiwa. Kwa hata kishindana na taifa la Israeli ataangamia, ndio lile taifa hauwezi kuliondoa na uwezo kulikomesha kwamba lisiwepo katika ulimwengu huu, utaangamia wewe ambao unazungumza hiyo lugha. La Israeli limetokana na mtu mmoja ambaye alikuwa anaitwa Yakobo. Huyu alibarikiwa na Mungu. Baada ya kubarikiwa na Mungu, kwamba Mungu akambariki akasema hautaitwa tena Yakobo, utaitwa Israeli. Israeli ambaye ni Yakobo alizaa watoto 12. Lakini watu wengi wanafahamu kama alizaa watoto 12, lakini watoto 12 ambao aliwazaa walikuwa watoto wa kiume. Ila kuna mtoto ambaye mwingine ambaye anaitwa Dina, ni mtoto wa kike. Kwa hiyo Yakobo katika maisha yake hapa duniani mpaka anafariki alikuwa na watoto 13. Wakiwa wa kiume 12. Ili taifa la Israeli limetokana na huyu mtu ambaye tunamtaja Yakobo. Yakobo babake alikuwa anaitwa Isaka. Isaka babake alikuwa anaitwa Ibrahimu. Ibrahimu alivyokaambiwa na Mungu atoke katika nchi ya Kadayo, ndipo akatoka akavuka mto kwenda katika nchi ya Kanaani. Mungu akamwambia kwamba katika uzao wako kizazi chako cha nne kitarithi katika nchi ya taifa la Israeli, nchi ya Kanaani ambayo inaitwa leo Israeli. Ndipo katika kizazi chake tunakiona kizazi ambacho cha Yakobo ambaye ni mjukuu wake anawazaa watoto 12, ambaye hawa watu waliishi utumwani Misri kwa muda wa miaka 430. Baada ya mateso mengi ambayo yalitokea pale Misri, Mungu akawatoa katika mkono wake kupitia Musa. Akaenda katika nchi ya ahadi, ambaye nchi ya ahadi ambayo ilikuwa inaitwa Kanaani, ambaye leo inaitwa Israeli. Kanaani ni jina la mtu. Sasa asili ya taifa la Mungu ambalo ni taifa la Israeli ambalo limekaa katika Mashariki ya Kati ni ahadi ya Mungu kwamba hawa taifa langu la Israeli litaishi katika nchi ya Kanaani ambayo leo Israeli, na kusudi la kwenda kuishi pale kwa sababu ni ahadi ambaye Mungu alimpa Ibrahimu, alimpa Yakobo, akampa Isaka. Hatimaye Yakobo anaenda kurithi wajukuu wake kwenda kuishi katika ile nchi ya ahadi ambayo tunaita Israeli. Kwa hiyo taifa la Israeli ndipo tunaona taifa likaweza kukua kwa kasi, lakini historia yake ni ndefu sana. Tutazungumza kwa ufupi kwamba hawa watu walitokana na nani, kama nilivyozungumza kwamba walitokana na Yakobo. Lakini kabla ya kutokana na Yakobo, kumbuka kwamba hizo zama za zamani, kwamba baada ya Mungu kuleta gharika, ndani ya gharika waliokolewa watu 8 akiwepo mzee Nuhu. Nuhu alizaa watoto 3 wa kiume ambaye anaitwa Yafeti, anaitwa Shemu na anaitwa Kanaani. Kanaani aliishi Mashariki ya Kati, ambaye aliishi Kanaani, ambaye Kanaani ni jina la miongoni katika watoto wa mzee Nuhu. Yafeti akaenda kuishi Ulaya, ambaye leo ni Uingereza. Alafu Shemu akaishi mashariki, akaishi bara la Asia hilo. Lakini tunaona katika maisha hayo kwamba tayari kulikuwepo na mataifa matatu kwa kipindiko dunia, ambayo kulikuwepo na mataifa mengi, lakini katika Afrika kulikuwa unaishi katika nchi 3, ambaye ni Misri, ambaye ndio Egypt, ambaye ni Libya, ambaye inaitwa Lubi, ambaye tunaita na nchi nyingine ya Afrika ambayo inaitwa Ethiopia, ambaye ni Kush. Haya mataifa ndio yalikuwa yanawakilisha Afrika, ambaye Afrika ilikuwa inaingia katika bara la Asia. Sasa leo tunavyoiona hii vita kati ya Israeli na Irani, kwamba Irani wapo lipo katika bara la Asia ambaye ni Asia, na Israeli ipo katika bara la Asia ambaye ni Asia, ambaye hawa inaonekana ndio kizazi ambacho kinaonekana ni kizazi ambacho kilikuwa cha ukaidi kwa kipindi hicho. Mungu anamteua Mungu kupitia Yakobo kwamba taifa hili kizazi chako kitaweza kurithi katika hii nchi. Sasa basi leo tunaona taifa la Israeli na Iran wanapiga, lakini kumbuka kwamba kabla ya kipindi hiki ambacho tulicho nacho, taifa la Israeli ni taifa ambalo lilitawanyika katika masuala ya utumwa nchi kwa nchi. Hatimaye baada ya vita vya pili vya dunia mwaka 1945, kwamba kupitia Umoja wa Mataifa kwamba ili hawa watu waweze kurudi katika nchi ambayo walikotoka, ndipo akapelekwa pale Israeli. Lakini wakakuta kuna baadhi ya watu wameihozi ile miji, wanaishi katika utawala. Hatimaye wakaishi pale kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, wakapata uhuru mwaka 1948. Kwa hiyo hapo lile taifa teule ambalo liobarikiwa na Mungu waliovuka ile bahari ya Shamu, sasa wakaenda nchi ya Kanaani, nchi ya asali na maziwa, na hao ambao walipewa na Umoja wa Mataifa
ni watu wawili tofauti au ni hao hao? Hawa unaweza ukasema kwamba kwa leo hii hiki ni tuseme kama ni kizazi, lakini wale ambao Mungu alizungumza nao ana kwa ana sio hawa. Hiki ni kizazi katika ukoo ambao umeendelea kukua. Kumbuka leo taifa la Israeli kwamba pale pana Wayahudi ambao wapo katika nchi ya Israeli. Wayahudi wamechanganyika na mataifa mengine. Katika kuchanganyika na mataifa mengine ndio unaweza ukakuta kwamba kuna mataifa mbalimbali ambayo yaliochanganyika. Kuna Waarabu ambao wamezaa na Wayahudi, kuna Wayahudi ambao wamezaa na mataifa mengine. Kwa hiyo kuhusu taifa la Israeli ni kwamba Israeli ni mkono wa Mungu unahusika kuwepo pale. Ila kuna watu hao ambao tunawaita leo Waarabu. Waarabu wametokana na nani? Naam, watu ndipo wanapotaka hapo. Wengi wanasema kwamba Waarabu wametokana na mtu mmoja ambaye anaitwa Ismaili. Hapana. Ama Ishmaeli, hapana. Asili ya Mwarabu wametokana na mtu mmoja ambaye anaitwa Ketura. Ketura ambaye kuna asili ya vizazi vyake ambako alikotoka, kwamba katika vizazi vyake tunaona Ketura alikuwa mfanyakazi katika nyumba ya Ibrahimu, ambaye Ibrahimu alizaa naye au Sigelu, ndo akampata mtoto ambaye anaitwa Ishmaeli. Yule anaitwa Hajir. Yule Ketura Hajir. Ni mke wa yes, yule anaitwa Hajir. Ketura ni mke wa Ibrahimu ambaye baada ya kufariki mke wake Sara alizaa nao watoto 6. Asante kwa kukusaidia ndugu mtangazaji. Ila Hajiri ndio alikuwa Usigelo ambaye asili yake wa Ibrahimu ameishi pale Misri. Akamzaa yule mtoto ambaye anaitwa Ishmaeli. Kwa mujibu wa Biblia wamemtaja Ishmaeli, sio Ismaili. Ishmaeli. Sio Ismaili. Kwenye Biblia ametajwa Isaka, sio Isiaka. Ila Biblia kwa Kiingereza ametajwa Isaac. Kwa hiyo sasa kwamba Mungu alisema kitu kimoja katika maandiko matakatifu kwamba atakaye mlaani Ibrahimu naye Mungu atamlaani, atakaye mbariki Ibrahimu naye Mungu atambariki. Taifa la Israeli kwa miongo mingi walitenda dhambi sana, walimkosea Mungu sana. Kipindi ambao anamkosea Mungu alikuwa anapigwa. Kipindi anakuwa utii mbele za Mungu alikuwa anashinda vita. Mungu acheleweshi ahadi zake akazitimiza, ndipo wakapatikana manabii wa aina mbalimbali. Ukatawanyika hapo na mataifa mawili. Kabla ya hapo kwanza twende kwanza rudi hapo kwa Ishmaeli. Ishmaeli mama yake anaitwa Hajiri. Lakini kipindi katika ukuaji wake akiwa na umri wa miaka 13 pale aliondolewa nyumbani kwa Ibrahimu, ambaye Ibrahimu kipindi hicho mke wake alikuwa anaitwa Sara, ambaye Sara alimzaa Isaka. Ndio. Akaondoka na Hajiri kwenda Mashariki ya Kati. Kumbuka Hajiri alikuwa ameishi Misri miaka hiyo, kwamba kipindi kile ameshakuwa mtu mzima Hajiri na ameshapata mtoto, wakaenda kutafuta maisha mengine katika nchi ya Uarabuni ambayo leo tunaita Guba ya Wajerumani ya Uarabuni. Hajiri alikuwa ni kabila gani? Asili yake ni Misri. Ni Misri. Ametoka katika nchi ya Misri. Ambaye ni asili yake ni Waarabu. Asili yake kwamba kimbiliko kulikopo na Waarabu ngine mchanganyiko na wengine kulikopo Waarabu kamili. Kwa sababu nchi ya Misri imekaliwa na mataifa mbalimbali na Misri pia imeshawahi kutawala watawala wa Israeli pia katika maisha, katika utawala wa kimwili. Lakini kwa nini leo kuna vita? Hii vita watu wanachanganya kwamba ni vita ya kidini. Hii vita sio ya kidini. Marekani mpaka tangu baada ya vita vya pili vya dunia. Kwa hiyo kabla hujaendelea hapo kwenye vita Watanzania na Afrika kiujumla na duniani kote wanataka kujua Irani, taifa la Irani ambayo asili yake ni Waarabu. Taifa la Irani kwamba wasili ya kwanza taifa lile wanaishi watu waitwa Waarabu. Sasa lakini wale hawa Waarabu kabila lao wengi kwamba asili ya taifa la Irani ni Waamedi na Waajemi. Sasa taifa la Irani. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba Ibrahim ndio chanzo cha mataifa haya mawili? Ibrahimu hapana. Ibrahimu kwanza taifa ambalo Mungu alimbariki ni taifa moja ambalo ni taifa la Israeli.
lakini kumbuka Ibrahimu anamzaa Isaka, na ndio maana mimi nasema Isaka kamzaa Yakobo na Esau mapacha. Ibrahimu pale ndio katokea mataifa mawili. Ibrahimu ndo chanzo cha mataifa haya mawili, ambayo Waarabu na Wayahudi, ambaye alimzaa Ishmaeli kupitia Hajiri. Waarabu ni kwa Ishmaeli, ambaye Waarabu anasema ni kwa Ishmaeli, alafu Wayahudi ambaye ni kwa Isaka, si ndio? Ambaye ndio Israeli. Ndio. Kwa hiyo Israeli na Irani wametokea kwa baba mmoja, kwa Ibrahim. Kwa historia sasa hapo ndugu mtangazaji usichanganye. Kumbuka kwamba ndio unataka kuweza kuumzia Wairani. Kumbuka Wairani ni nani? Kama unavyomwangalia Mtanzania mmoja ambaye anaitwa Rostam Aziz. Yule ni Rostam Aziz ni Mwajemi. Waajemi ni kabila ambalo asili yao wanatoka Irani. Je, Wairani wanazungumza Kiarabu? Wengi pale 90% hawazungumzi Kiarabu. Pale lugha yao ya taifa inaitwa Kiaramaiki. Sawa? Ndio lugha yao kubwa, ila watu wanachanganya kwa kuona kwamba sisi wa Tanzania tunaona wale wenzetu ni Waarabu wanazungumza Kiarabu. Hapana, 90% hawazungumzi Kiarabu, wala wanazungumza Kiaramaiki. Kumbuka kama nilivyosema hapo awali kwamba taifa la Israeli ni taifa ambalo limebarikiwa na Mungu. Ukinyoshia kidole utalaaniwa, utapigwa. Ukilibariki utaendelea kupata neema katika taifa lako, na taifa lako litaweza kukwata kiuchumi. Leo hii wilaya Temeke kwamba wakija Waisraeli wawili au watatu tu, Temeke inakuwa kiuchumi na inakuwa kimaarifa. Lile taifa ambalo Mungu anazungumza nao mpaka kufikia hatua leo. Ndio maana ni taifa ambalo limekuwa teknolojia kubwa sana. Ndio maana ni taifa ambalo kwamba wale waliokawazunguka pale Israeli, Mungu aliwaondoa kwa sababu walikuwa wanaabudu miungu. Miungu ya kipagani. Kama kina nani? Ambaye miongoni ambao ni Wakanaani, walikuwa wanaabudu miungu wa Moabu na wengine wengi. Ndo hawa Wairani hawa ambaye kuna baadhi ambao ndio mataifa mengine ambao unayaona ambaye yaliozunguka Israeli. Wale walikuwa wanaabudu miungu ambaye sio Mungu wa Isaka, Mungu sio wa Yakobo, Mungu sio Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Walikuwa wanaabudu miungu yao. Ndio maana taifa la Israeli likiambatana na miungu yao, Mungu anawalaani. Ndio maana unasoma katika Kumbukumbu sura ile ya 7, Kumbukumbu la Torati, mstari wa 1 na 2, Mungu alisema msioane na watu ambao ni mataifa mengine tofauti na nyinyi, mkioana mimi nitawaadhibu. Kwa hiyo kwamba ni kweli ukiambatana na watu ambao walikuwa wanaabudu pagani, Mungu alikuwa anawaadhibu. Kwa hiyo taifa hili la Irani ambalo zamani lilikuwa Waajemi, asilimia kubwa kwamba walikuwa wameizunguka Israeli na kipindi hicho cha karne ya kwanza kabla ya kuzaliwa Yesu, ni watu ambao walikuwa wanaabudu miungu. Mungu alichukizwa na wale watu akawaondoa wengine katika uso wa dunia. Ndio maana kuna baadhi ya mataifa mengine hayapo duniani, Mungu ameyaondoa. Kwa hiyo Irani kabla hawajaenda kule kwenye nchi yao, Mungu kwanza aliwaambia kwamba mtapita katika njia hii, mtakachokutana nacho mbele uweni. Muhakikisha kwamba mnaingia katika taifa ambalo, maana kutoka Misri kwenda nchi ya ahadi ni kwa muda wa mguu, ulikuwa ni kwa muda wa siku 11, lakini Mungu aliwazungusha wakatembea kwa muda wa miaka 40 wakakaa pale jangwani. Wale kizazi kile ambacho kilichokuwa ambacho kumkumbuka watoto kwa kuvuka kusheria, wakafika katika nchi ya ahadi, wakavuka bahari ya Shamu, wakaenda katika nchi ya ahadi, wakavuka mto. Ndio maana wakafika katika ile taifa. Baada ya kufika kuomba katika taifa zao, wakaenda mji mmoja unaitwa Gilgali. Kule ndo wakaanza kula Pasaka ya kwanza baada ya kufika katika nchi ya ahadi, ambayo nani aliwafikisha? Musa alishindwa kufika kwa sababu ya wana wa Israeli ambao baadhi walianza kuabudu miungu kwa kuweza kurudisha kwamba ndio turudishe Misri. Mungu akawaangamiza, wakazaliwa watoto ambao wanaume wasio chini ya miaka 20, wakawavusha pale kwenda katika ile nchi ya ahadi. Hatimaye Yoshua kama kamanda mkuu akaua baadhi ya makabila mengine yote na mataifa mengine yote. Yoshua akaigawa nchi ile kwa muda wa miaka 25. Yoshua mpaka anakufa akiwa na umri wa miaka 110. Ndipo tunaona kwamba kipindi hicho baada ya kufa Yoshua ndipo akatokea watu ambao wanaitwa waamuzi. Baada ya kutoka waamuzi kuna watu ambao wakajitokeza wanaitwa wafalme. Kwamba kipindi Mungu tayari ameanza kuagairi kwamba Waisraeli walikuwa wanalilia mfalme kama mataifa mengine ambao wamezunguka wao walikuwa wanahitaji mfalme. Mungu akampa tahadhari Samueli kwamba taifa lako Mungu anataka mfalme. Mungu akasema masharti ya mfalme lazima atatawaliwa. Mfalme akitaka pesa mtatoa mikodi, mfalme akitaka shamba mtatoa shamba.
Kwa hiyo ndio maana akatokea mfalme ambaye aliokaanza kujitokeza akaitwa mfalme Sauli. Ambaye huyu mfalme Sauli baadaye akakengeuka, baadaye kukenguka Mungu akagairi katika ufalme wake akamondoa, akamteua mfalme mmoja ambaye anaitwa Daudi. Daudi akatawala kwa muda usiopungua miaka 40 lile taifa, baadaye akafa, ndo akaja wafalme wengine, akaja mfalme wake kama mfalme Sulemani. Kwa hiyo Irani asili yao walitokea pembezoni mwa nchi ya Israeli. Wao ni miongoni katika pembezoni mwa nchi ya Israeli, sio taifa ambalo Mungu alizungumza nao, sio taifa ambalo Mungu alilibariki. Pembezoni mwa nchi ya Israeli, kumbuka, walikuwa naabudu miungu, sio kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Ndio maana unaposoma katika Yohana sura ya 4 mstari wa 24, Yesu anazungumza na yule mwanamke Msamaria. Yesu anamwambia yule mwanamke Msamaria, nipe maji ninywe. Yule mwanamke Msamaria anasema kwamba na kwaje kukupe maji na kati wewe ni Myahudi? Wayahudi na Samaria walikuwa watu wachangamani, kwa sababu wa Samaria ni nani? Wa Samaria ni taifa ambalo limekuja kujitokeza mwaka 935 kabla ya Kristo. Kwa nini wamejitokeza? Kwamba baada ya Sulemani kuanguka katika ufalme wake, kwamba tunaona taifa ambalo leo tunaita Waashuru wakaja kuwateka Waisraeli. Katika kuwateka Waisraeli wakazaa na Waisraeli kwa mataifa mbalimbali, ndio wakajitokeza watu ambao leo wanaitwa Wasamaria. Ndio maana kati ya Wasamaria na Wayahudi wachangamani, kwa sababu waliingiliana. Wayahudi walichukizwa sana kuingiliwa na watu ambao wanaitwa Waashuru, lakini kwa sababu ya kutenda maovu kwa kipindi hicho, kutenda maovu, Mungu aliamua kugairi maovu, lakini kipindi kwamba wanatubu, Mungu anatubu. Ndio maana anakuja Yesu Kristo kuwa mkombozi katika lile taifa. Ndio yule mwanamke katika kisima kile akisema nipe maji ninywe, katika Yohana ile sura ya 4, yule mwanamke anasema siwezi kukupa maji kwa sababu ni Myahudi, mimi ni Msamaria, tuwezi tukachangamana, kwa sababu Wasamaria waliwatawala nani? Waisraeli kwa kipindi kile. Kwa hiyo kwamba kuna baadhi ya mataifa ambao unayoona leo baada ya kujikomboa, baada ya vita vya pili vya dunia, wamekuja kutengeneza taifa lao. Hatimaye kwamba wale watu waliozunguka waliona kwamba sasa taifa la Israeli kwao ni kikwazo, watu waondoe. Kwa nini? Ndio maana tuna ule mgogoro kati ya Palestina na Israeli. Mgogoro ule pia ni kwa ajili ya ardhi, sio dini. Ndio maana kwa taifa la Israeli kwamba kuna watu ambao dini yao ya Kiyahudi, kuna wengine wapo Waislamu, kuna wengine wapo Wakristo. Kwa hiyo sasa utakuta kwamba maadamu mmoja wa mataifa mwambao waweze kuishi pale, ndio maana kwamba wao wakaamua kujiorganize mataifa mengine kuweza kuwachukua Waisraeli. Hatimaye Waisraeli kwamba ikawa anapigana vita. Ndio maana baada ya kuzaliwa Yesu Kristo, baada ya uhuru mwaka 1948 mpaka kufia tu leo, taifa la Israeli limepigana miaka 48 mpaka leo wamepigana mara 38 vita vyao. Ndio maana kwamba ni taifa ambalo lina teknolojia. Taifa hili linashirikiana na Marekani kwa sababu Marekani ni familia moja ambayo ni asili yao ni Wayahudi pia, ambao walitokana na kizazi kile ambacho kimeenda kuishi Ulaya, ambaye ni Yafet ambaye baba yake ni Nuhu, ambaye mjukuu wa Yafet ambaye katika ujukuu wake mtoto wa 6 katika ujukuu ndipo akaenda kuishi Marekani. Kwa hiyo kati ya Marekani na Mwingereza na Israeli, hawa ni watu ambao lazima washirikiane, unakuwa kama ni utatu. Kwamba endapo kama unamgusa Mwisraeli, ukimgusa Mwingereza, ukigusa Marekani, lazima waingilie katika kuweza kuikomboa dunia, ambaye kama unavyoona leo. Kwa hiyo sasa leo Marekani ameingia kutokana na taifa kwamba, kumbuka, wa Marekani ndugu zao walitekwa mwaka 1949. Katika taifa la Marekani walitekwa. Katika kutekwa kwao sasa, wa Marekani ni watu ambao wakulipiza kisasi. Marekani anachokiangalia ni faida, sio hana rafiki wa kudumu na hana adui wa kudumu. Yeye anachoangalia ni faida ya kudumu. Kwa hiyo baada ya kuonekana ile taifa la Marekani limetoka katika mazingira, akaona vema sasa kuweza kukomboa taifa la Marekani, kwamba watu walikuwa kwamba basi sasa mimi nataka nichukue uchumi wa aina ya mafuta. Watu wakisema kwamba vita vya kidini, kwamba sio kweli vita vya kidini, kwa sababu kulikuwa na mikataba kati ya Waislamu na Kristo. Vita vya kidini vilianza kukomeshwa mwaka 777 baada ya Kristo. Ndio maana wakasema kwamba taifa la dunia hiyo, kwamba akasema kati ya Waislamu na Kristo wasipigane. Ndio maana ili taifa leo hatuone kati ya Waislamu na Kristo kuweza kupigana. Lakini hao Irani ni watu ambao wanaunga mkono makundi ya Hamas, makundi ya Hezbollah ambao wanazungumza masuala ya ugaidi. Kwa sasa taifa la Marekani ndio kwamba leo wanachukia kuhusu masuala ya ugaidi, wanataka dunia iwe na amani. Ndio maana anaamua kusimika utawala wao, kwamba asilimia kubwa, ndio maana amejenga bezi duniani hapa isiyopungua kama 750 ili watu waweze kuishi kwa amani, kwamba kwa kuangalia utulivu wa kila nchi, kwamba taifa hili linakuwa katika uhuru. Kwa hiyo vita ya Irani na Israeli ni vita Kongo kulikweli. Ile ni vita Kongo, na ile vita ni vita ya kiuchumi. Na Mwirani amejipanga kwa sehemu kubwa, na leo mwanaye ameteuliwa kwa kiongozi mkuu wa kidini na kiongozi wa nchi, ambaye leo tunaona kama amepigwa paredi na wameshangilia na taifa la Irani. Wanataka kupigana na taifa la Israeli. Kumbuka sasa hivi vita vimeshikiliwa na nchi mbili tu kati ya Israeli na Irani.
kwamba anachokitaka Israeli na Irani kwamba kuacha kutengeneza mabomu ya nyuklia. Kwa sababu kutengeneza mabomu ya nyuklia maana yake utaangamiza kama alivyo Marekani alivyoenda kuiangamiza Japani kwa kupiga bomu la nyuklia. Ndio maana tutakuta baadhi ya nchi ya Ujerumani kwamba wanazaliwa hata vilema. Kwa lile bomu la nyuklia kwamba ukipiga maana yake taifa lako unaweza kuliangamiza. Ni bomu ambalo liwezi likakubalika. Ndio maana Israeli mwaka jana alienda kupiga vita katika alienda kupiga nyuklia ile kwa sababu wasiongezee thamani, wasiongezee ukubwa. Ndio maana wakaamua kusitisha uzalishaji wa nyuklia. Kwa hiyo tunachoangalia kwamba taifa la Irani maana taifa lilikuwa linafadhili magaidi. Ndio maana Muisraeli pamoja na Marekani anakataa ugaidi. Ndio maana anaweza kuupinga. Ndio maana sasa wanaamua kuingia katika kibabe kukomesha ugaidi ili dunia iwe huru, iwe salama. Na hatimaye kwamba tunaona matukio ambayo yanakuja kujitokeza haya, wakisema udini kati ya Uislamu na Ukristo sio sahihi, kwa sababu Uislamu na Ukristo ndio maana tunakuta hata kuna msikiti pale Israeli upo, huko anasali Waislamu, huko anasali Wakristo, na pia Wayahudi wanafanya ibada zao pale. Kumbuka 74% taifa la Israeli dini yao ni Wayahudi, 16% tu ndio Wakristo, 4% ndio Waislamu, ila Palestina huko Wakristo ni wengi kuliko Waislamu. Ndio maana utakuta anaenda kusali kanisani ambaye kanisa la Yerusalem liko Palestina. Nazareti kule ambayo imepakana. Ndio maana utakuta hata Kristo alizaliwa katika mashariki ile ya kati. Na lengo la Kristo kuja duniani kwa ajili ya kuweza kukomboa duniani. Alikomboa kupitia msalaba. Kwa hiyo katika kukomboa msalaba maana ukimfuata Kristo utakuwa na amani, utakuwa na upendo, au utaweza kumchukua ndugu yako, utaishi katika maisha ambayo Mungu ambaye anaweza kuyataka kubariki.